Msimu wa 2026-27 unaelekea kuwa mmoja wa misimu yenye mvuto wa aina yake katika historia ya hivi karibuni ya ligi kuu ya soka ya NBC kutokana na vita ya kiufundi itakayowakutanisha makocha wawili kutoka Afrika Kusini, Mankoba Minkithi akiwa na Yanga na Steve Barker wa Simba. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, miamba hiyo miwili ya soka la Tanzania itaongozwa na makocha wenye asili moja waliokulia katika mazingira ya soka la Afrika Kusini, lakini waliobeba falsafa tofauti kabisa za kiuchezaji. Hilo limeongeza hamasa kwa wadau wanaosubiri kuona ni mbinu zipi zitatawala msimu ujao. Kocha wa zamani wa Yanga Luke Aymael, ambaye pia amefanya kazi kwa miaka mingi Afrika Kusini na kuwafuatilia kwa karibu makocha hao wawili, anaamini ushindani wao unaweza kuufanya msimu huo kuwa darasa la mbinu na falsafa tofauti za soka, ambapo nikimnukuu anasema makocha hawa nawafahamu vizuri, wametokea mazingira yanayofanana, lakini kila mmoja amejijengea utambulisho wake. Hiyo ndiyo itakayofanya mechi zao ziwe za kipekee, mwisho kunukuu. Minkithi anajiunga na Yanga akiwa na wasifu mzito baada ya kufanya kazi kwa zaidi ya miongo miwili katika soka la Afrika Kusini. Ametumikia klabu mbalimbali kama Golden Arrows na Chippa United, lakini jina lake liling'ara zaidi akiwa sehemu ya benchi la ufundi la Mamelodi Sundowns. Kwa upande wa Barker, anaingia katika msimu wake wa pili Simba akiwa tayari ameanza kujenga utambulisho wake. Kabla ya kutua Msimbazi Disemba 2025, alijijengea heshima kubwa akiwa kocha wa Stellenbosch FC aliyoiongoza kutoka kuwa timu ya kawaida hadi kuwa moja ya klabu zenye ushindani mkubwa wa Afrika Kusini, huku akitoa kombe la Carling Knockout na kuipeleka klabu hiyo kwenye mashindano ya CAF na kuishia robo fainali msimu wa 2024-25 ilipotolewa na Simba kunako kombe la shirikisho Afrika. Kwa mujibu wa Aymael, tofauti kubwa kati ya makocha hao inaanzia kwenye namna wanavyouona mchezo, ambaye Minkithi ni kocha anayependa timu yake itawale mpira, ijenge mashambulizi kwa utulivu na kutumia pasi nyingi kuvunja safu ya mpinzani, ambapo nikimnukuu Aymael anasema anapenda timu yake iwe na mpira zaidi, huwajengea wachezaji utulivu wa kupishana pasi, kusogeza mpira hatua kwa hatua na kusubiri nafasi sahihi ya kuumiza mpinzani, mwisho kunukuu. Aliongeza kuwa mara nyingi Minkithi hutumia viungo wakati kama injini ya timu, huku mabeki wakianza mashambulizi kutoka nyuma badala ya kutumia mipira mirefu. Mfumo huo huifanya timu yake kuwa na udhibiti mkubwa wa mchezo kwa muda mrefu. Kwa Barker, mtazamo ni tofauti. Aymael amesema kocha huyo hupendelea timu yake kuwa imara bila mpira, lakini ikipata umiliki ibadilike haraka na kuwa tishio kwa mpinzani. Nikimnukuu amesema, kwa ninavyomjua huwa hapotezi muda mwingi kwenye pasi nyingi, akiona nafasi anaelekeza timu ishambulie moja kwa moja. Ni kocha anayependa uwiano mzuri kati ya kukaba na kushambulia, mwisho kunukuu. Tofauti ya kwanza ya kiufundi kwa mujibu wa Aymael ipo kwenye matumizi ya umiliki wa mpira. Minkithi huamini mpira ndio silaha ya kwanza ya kujilinda na kushambulia, wakati Barker huamini kasi kutoka nyuma kwenda eneo la ushambuliaji ndio njia bora ya kuumiza wapinzani. Tofauti ya pili ipo katika mfumo. Minkithi hupendelea kukaba juu ili kurejesha mpira kwa haraka baada ya kuupoteza, jambo linalohitaji nidhamu kubwa ya kimfumo na utimamu wa mwili kwa wachezaji. Kwa Barker, kwa namna yake ya kuweka presha kwa wapinzani huwa ya kimkakati zaidi. Mara nyingi timu yake hukaa katika umbo sahihi, humvutia mpinzani mbele kisha kutumia nafasi zinazoachwa kufanya mashambulizi ya kushtukiza yenye kasi. Katika usomaji wa mchezo, Aymael anaamini Minkithi ni mmoja wa makocha wanaopenda kubadili maumbo ya timu katikati ya mchezo bila kupoteza utulivu wa mfumo. Barker naye hubadilika kulingana na mazingira ya mchezo, lakini zaidi hulenga kuboresha uwiano wa safu ya ulinzi na ushambuliaji kuliko kubadili kabisa falsafa ya timu. Kwa mtazamo wa Aymael, mashabiki wanaweza kuanza kuona tofauti hizo kwenye mechi ya ngao ya jamii itakayopigwa Agosti 12, 2026, ambayo itakuwa kipimo cha kwanza cha falsafa mbili zinazotarajiwa kutawala mijadala ya soka. Yanga imekuwa ikiweka kambi ya maandalizi Avic Town, Dar es Salaam ili kumpa Minkithi muda wa kuingiza mfumo wake, huku Simba ikitumia ushiriki wa kombe la Sekafa Kagame nchini Rwanda kama fursa ya Barker kuendelea kuijenga timu yake kupitia mechi za ushindani. Msimu uliopita Barker aliweka msingi mzuri ndani ya Simba kwa kutoa kombe la Muungano na kombe la CRDB, huku akiiongoza timu hiyo kumaliza nafasi ya pili katika ligi kuu ya NBC kwa tofauti ya pointi 2 pekee nyuma ya mabingwa Young Africans. Imeandikwa na Elia Solomoni na kusoma kwako na Hamza Saifo.